Himaya, himaya, himaya. Himaya, himaya, himaya. Mapenzi Fahari na Mboze wanapendana kweli. Fahari na Mboze wana mapenzi ya kweli. Wewe Kalume mbona ni muharibifu? Wewe Kalume mbona unalivunja penzi we? Himaya, himaya, himaya. Himaya, himaya, himaya. Himaya. Maliza kabisa. Yeye ajui Mboze ni mtu wa mtu. Kalume ni kijana shwari kabisa. Kila tunapomwona anatununulia zawadi na lazima tulinde wendo lake. Asante kwa kazi yenu nzuri kabisa. Asante. Mwanangu Mboze, nashindwa hata la kusema. Kadiri, mchukue mpeleke huko nyumbani. Sija hasira zikanipanda nikafanya mambo ambayo hataridhisha watu hapa. Mwana ukijego. Umechukua hatua mjarabu kuizima amani. Kwa maana hasira ni hasara. Na hii ndio hikma ya uongozi. Lakini kitendo hiki ni cha fedheha kubwa sana katika hii himaya. Na huyu kijana Fahari amekuwa ng'ombe amemea tembe, shati zivunjwe. Shingo lazima nikande. Mama basi tosha. Tosha mama, chapoa. Bado mwanangu. Mwanzo shingo lazima nikande. Wale zambo kwa nataka kukua. Lakini mama, hata wao wameenda na majeraha. Kwanza huyo wa pili huyo. Mara ngapi nakukanya mwanangu? Lida kucheza kwenye kivuli cha Simba. Ona sasa Simba mwenyewe ndio ameanza kujitoa. Mimi nampenda Mboze mama. Sikatai mwanangu. Mboze ni msichana mrembo sana. Ila ni mtoto wa Simba. Na hakuna Simba yote yule atakubali mwanao achezewe. Mwanzo sikukanja. Mimi simchezei Mboze. Nataka kumuoa. Na tayari tumeshakubaliana mimi nipeleke mshenga na mahali kwao. Umkome Mboze kama alivyo kwa matiti. Penzi lenu mwanangu utatia kwenye matatizo. Mimi na Mboze uko tayari kufunga pingu za maisha. Na hivi pesa ninavyovipata kwa ajili ya pombe ninayogema, mbona mimi nina imani kuwa zinatosha kwenda kufunga mahali kwa wazazi wake. Funga domo lako. Moto hauzimwi kwa moto. Subira na busara inahitajika kwa kila hatua. Bwana Bogole. Na mzee mwenzangu. Lakini moyo wangu unavuja damu. Najuta Mboze kuwa mtoto wa kifungua mimba kwa nyumba yangu. Mtoto wa kike amekuwa izara mbele ya macho ya jamii. Lakini hata kama angekuwa Kapombe, bingwa ulevi, mimba hii ingekuwa inaelekea wapi? Kila kiumbe kina kasoro yake.
tuyakubali na tujifunze kuishi katika mapungufu yetu, kwa maana sisi sote ni viumbe na vidole havitoshani. Lakini kamwe siwezi kuunga mkono ulitima wa nidhamu katika hii himaya. Kwanza wazee wenzangu, naona tunalikosea jukumu letu la kumshauri mzee Bokole ipasavyo. Labda uko sawa mzee Masha. Lakini ushauri huu ungeuanza nyumbani kwako kwa mwanao Kalume, ambaye kila kukicha yeye na kibuli cha pombe mnao. Hii ni fedheha kubwa katika himaya. Kama leo ameweza kuyafanya haya kwa nyumbani kwa mzee Bokole, kesho kwa mzee Masha atafanya yapi? Samaki mkunje angali mbichi. Kosa ni kosa, haliwezi kutengeza sawa. Busara na hekima vinahitajika mahali hapa. Bwana Bokole. Naam mzee mwenzangu. Mimi naona nenda kufanya shughuli zangu. Siwezi kushindana na bwana Kalama, yeye ni mlumbi. Mimi naenda. Mzee Masha anazungumza ukweli ulio wazi. Wangwana, niko na shughuli za himaya, himaya, himaya. Nafikiri nani atakubali kujitia kwenye mdomo wa simba, Utamtuma nani wewe kama mshenga kwenda katika himaya ya kina mzee Bokole, ambaye imezungukwa na watu, baraza lenye watu wenye roho mbaya na mzee Masha? Unajua vitu vingine mpaka uwe na imani. Hebu jipe moyo na usimame imara ili uweze kusaidia kunifanikisha jambo hili. Mimi mwanangu siona akikubali na hilo jambo, kwa sababu mimi mwenyewe hawakunitendea haki na familia yangu kutokana na kifo cha marehemu mume wangu. Itakuwa haki ya ndoa mwanangu, hilo hautakubali. Mimi naomba nikukumbushe kitu leo. Unajua siku zote katika wabaya hata wema pia wapo. Kwa hiyo mimi ninachokuomba jambo hili ukajaribu kumuelezea mzee Kalama. Hauwezi kujua, huenda akawa msamaria mwema akatusaidia kutuwakilisha kwa mzee Bokole mama. Tajaribu, lakini sio nakikubali. Maana wajifanya sana husikii wewe ukiamba maneno. Sasa hayo ndo maneno ya kuzungumza. Himaya, himaya, himaya. Himaya, himaya, himaya. Himaya, himaya. Mwanangu Kalume. Naam baba. Yafaa busarike na ufikirie kesho. Una maana gani baba? Unajua Kalume, wewe ukifaulu kumuoa Mbozi, utakuwa ni kama umekuwa mtawala wa himaya hii kama mkuu. Nalifahamu vizuri kama vile ambavyo nafahamu viganja vya mkono. Basi hatua mujarabu mwanangu inafaa zichukuliwe ili kufanikisha kila ndoto tulionayo. Ni kweli baba, na mimi naona kwa wakati huu na kuhitaji zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule, kwa sababu mimi niko tayari kumuoa Mboze na sitaki kidudu mtu kabisa anichezee penzi langu. Najua huyo kidudu mtu ni fahari, na huyo fahari niachie mimi, nitamalizana naye kupitia mamake. Maana mamake anajua wazi fika kabisa kilichomuua mume wake. Basi mimi na raha kwa na baba mjasiri na mkakamavu kama wewe. Mwanangu, hapa kwa babako ndo simba, na mwana wa simba ni simba. Nataka unije mimi. Sawa baba, usiwe na wasiwasi. Sawa mwanangu. Alafu mwanangu, kuna jambo nataka nikwambie. Naomba upunguze huko kupiga mtindi kama komba. Hilo litawezekana kweli? Nawezekana mwanangu Kalume. Hata mimi baba yako nilikuwa mlevi kama komba. Sawa basi, wacha nitajaribu. Alafu jambo lingine nilikuwa nataka kuongea. Mume wangu. Naam. Nataka nikuulize kitu. Mbona habari hizo zimeficha mpaka nifanye kuzisikia kupitia kwa Harisa? Huyo Harisa mwenyewe pia hajasikia kwa usabasi wake na udadisi wake. Ndio maana yeye ni kitunguu. Wasikia?
habari kauzwa. Ama wewe pia umeanza kufura kichwa kama wale wengineo? Nimeamua niowe mke mwingine ili kuastiri nyie na pia tupate mrithi wa boma hili letu. Kwanza wewe una miaka 30 tokea nikoe, hujanizalia. Haya, huyo Hawerisa huyo Hawerisa miaka 10 hajanibebea. Huyo mdogo mdogo naye yuko katika timu ile ile ya matasa soza. Umenipata hapo? Mume wangu nakupata, lakini kwa hilo mimi sipingi. Mume wangu ukiridhika. Kama mwanamke una akili timamu kweli wewe. Himaya, himaya, himaya. Himaya, himaya. Leo nahisi kudungwa na mkuki wa moyoni. Kivipi mme wangu? Wewe ndio mkuu wa himaya hii, tena mme wangu wa siku nyingi, shujaa na furaha ya moyo wangu. Umedungwa kivipi? Huyu kijana Fahari angekuwa karibu, ningemrarua kama tambara bovu, nikautia mkono wangu ndani ya kifua chake, nikautoa moyo wake na nikautafuna kama... La haula mme wangu, tema hayo mate chini. Hata wazee, hata mizimu ya wazee wako hawako radhi kwa kauli uliyoitoa. Kivipi mke wangu? Wewe uone huyu kijana anampotosha binti yetu Mboze? Hebu kaa mme wangu. Kumbuka wewe ndio simba wa boma hili na himaya hii yote ya Wamizi. Ukiunguruma watu wote utetemeka. Tuliza jazba mme wangu na uvute busara. Lakini huyu kijana anajaribu kunipima uwezo wangu. Na je mme wangu, mwana wetu Kapombe akapenda na kupendwa na binti fulani, pia naye utamrarua kaa tambarabo? Unajua mzee Gambo? Ndio. Rafiki yangu mzee Gambo kesho atakuwa kileta mahari ya Sidi ili aweze kumuwasidi amuoe aendelee kwake. Lakini baba, si mimi naona kama yule mzee ni mtu mzima sana na Sidi bado ni mdogo. Kalume, changamka. Tukipokea mahari kutoka kwa mzee Gambo, tutaweza kutumia hayo kama mali ya kwenda kulipa kwa Mboze ili muoe awe mkeo. Basi kama hivyo ni sawa baba. Ni sawa. Himaya, himaya, himaya. Shikamoo baba. Marahaba Sidi. Ujambo? Wewe ni mwanamke aina gani wewe ambaye utakubali tu mmeo ajiolee tu kila ina mwanamke, ilhali wajua fikra kuna tatizo? Tatizo ni lipi? Ikiwa niliruhusu Hawerisa kaolewa, wewe ukaolewa, tatizo ni wapi? Basi sio hapa kwangu. Sikize mwanamke, nitaoa tena, nitaoa mwanamke mdogo mwenye madodo ya kuandika. Zuhura binti Jua, upo nyonyo? Basi ongeza mabibi na kifua uwe nacho. Wewe mwenyewe ukilala kazi kukoroma usiku mzima, ili hali jongoa alipandi mlima. Unataka kuongeza mke? Utaliweza shamba kama jembe mbutu, jembe kiserema limeshindwa na kulima. Kuamua ni hivyo, nitaoa mke mwingine, pesa ninazo. Halo. Basi kaa hapo mgomba ndizi zenda na utajipanga. Kumbuka mapenzi kikohozi na huwa hayana pingamizi. Tulipopendana mimi na wewe, wazazi wangu hawakuthamini ukoo au utajiri ama tabaka la jamii zako. Mfalme Mwagandi akakuozesha binti yake kwa mikono miwili na hata kukurithisha kiti cha himaya bila kukebehi kwa umaskini wenu, kwa kuwa mimi ndio kifungua mimba kwetu.
lakini mwanawe mzee Masha Kalume ndio tunatarajia amoe Mbodze. Yote sawa, ila kwa hiari yao wote wawili, Mbodze na Kalume, na si kwa ushawishi wa mtu yeyote. Samahani Kalume, naomba angalau sekunde ya muda wako. Pia we samahani, muda una mabawa, au nisubiri na shughuli zangu. Lakini Kalume, ni kuhusu mimi na wewe, si ni kama unataka kufunga kurasa wa mapenzi kati yetu. Sasa mbona wanicheka ha? Na wakati mimi nasema kile kiko moyoni. Ukurasa huo unaoongelea wewe ulifungwa kitambo, wakati taswira ya Mbodze ilipoanza kujijenga akilini mwangu. Na vipi kuhusu zile tamthilia za mahaba ulizokuwa ukiniambia? Ulikuwa ni ubunifu tu kimapenzi. Kalume, kumbuka wewe ni mwanaume wa kwanza ulionionjesha utamu wa mapenzi. Huo utamu unaosema wewe, basi uliisha kitambo, wakati Mbodze nilipompata aliugeuza kwa shubiri. Tena wakati mwingine jifundishe kumheshimu binti ya tajiri wako. We Kalume, Kalume, Kalume. Himaya, 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 mapenzi yanauma. Bahari na Mbodze wanapendana kweli. Bahari na Mbodze wana mapenzi ya kweli. Wewe Kalume, mbona ni muharibifu? Wewe Kalume, mbona unalivunja penzi we? Himaya, 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 himaya.